karibu popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu ni Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Moja kwa moja ni kwamba upasuaji wa maiti ya Koplo Kennedy Mutuku Nzuve, afisa wa polisi aliyefariki dunia nchini Haiti, umebaini kuwa afisa huyo alifariki dunia kutokana na majeraha yaliyosababishwa na ajali. Kwa mjibu wa ripoti ya mwanahabari wetu Samira Mohamed, ni kwamba mwili wa afisa huyo uliwasili nchini hapo jana Ijumaa, na upasuaji ukafanywa siku ya Jumamosi mchana katika makafani ya Chiromo jijini Nairobi. Koplo Nzuve sasa anakuwa afisa wa 3 Kenya kufariki nchini Haiti tangu kuwasili kwa kikosi cha maafisa wa usalama nchini humo mwezi Juni mwaka 2024. Biwi la simanzi lilitanda katika makafani ya Chiromo. Jamaa na marafiki wa Koplo Kennedy Mutuku wakifika kushuhudia upasuaji wa mwili wa mpendwa wao ambaye alifariki nchini Haiti. Ripoti ya upasuaji wa maiti ya afisa huyo ikibaini kuwa alifariki kufuatia majeraha yaliyosababishwa na ajali ya barabarani, majeraha ambayo yalisababishwa kwa kugongwa na kifaa butu. Mwili wa Kennedy, ambaye ni afisa wa 3 wa taifa la Kenya kufariki nchini Haiti, ulifika nchini Ijumaa usiku katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, wiki 4 baada ya kifo chake. At this time to receive one of us, that is Kennedy Mutuku. We've been here from 8 p.m. until now that we have received the body, and we are having the body transferred to Chiromo Mortuary. And then from there, the other procedures shall follow in. Afisa huyo wa kitengo cha RDU mwenye umri wa miaka 41 alifariki katika ajali iliyohusisha maafisa wa Kenya jijini Port-au-Prince mnamo tarehe 1 Septemba. Kifo cha Koplo Kennedy kinafikisha idadi ya maafisa wa Kenya waliopoteza maisha yao nchini Haiti hadi 3 tangu walipotua nchini humo mwezi Juni mwaka 2024. Mnamo Februari mwaka huu, Constable Samuel Tompoi alifariki dunia kutokana na majeraha ya risasi aliyopata walipokuwa wakikabiliana na majambazi nchini humo. Mazishi ya Koplo Kennedy yanatarajiwa kufanyika mnamo siku ya Alhamisi. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi.